Karibu tena kwenye Mbantu Media, mahali ambapo tunasimulia hadithi zetu, utambulisho wetu. Leo tunakwenda kusini mwa Tanzania kwa ufahamu Wakinga, moja ya makabila yenye historia kuvutia, utamaduni wa kipekee na moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Wakinga ni miongoni mwa makabila yanayoishi katika mkoa wa Njombe, hasa wilaya ya Ludewa na maeneo mengine ya milimani. Karne nyingi wameishi katika mazingira ya milima na mabonde yenye hali ya hewa ya baridi. Mazingira hayo yaliwafanya kuwa watu hodari, wavumilivu na wenye uwezo mkubwa wa kujitegemea. Wanaambiwa kwamba historia inaonyesha Wakinga walijulikana kwa kujihami dhidi ya maadui waliotaka kuvamia maeneo yao. Walitumia milima kama ngome ya asili na walikuwa na ujasiri mkubwa katika kulinda ardhi yao, familia zao na mila zao. Lugha yao ni Kikinga, lakini leo wengi pia huzungumza Kiswahili. Lugha ya Kikinga bado ni sehemu ya utambulisho wao na ufundisho ndani ya familia ili isipotee katika jamii zao. Historia inaendelea kusema kwamba katika maisha ya kila siku Wakinga ni wakulima hodari, hulima mahindi, maharage, viazi, ngano na mazao mengine yanayostawi katika maeneo ya baridi. Pia ni wafugaji wazuri wa wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Bidii yao imeifanya Njombe kuwa moja ya maeneo muhimu ya uzalishaji wa mazao nchini Tanzania. Katika utamaduni wao, familia na heshima ni nguzo kuu. Watoto hufundishwa kuheshimu wazazi, wazee na jamii kwa ujumla. Pia walikuwa na taratibu mbalimbali za kimila ambazo zililenga kuimarisha maadili, mshikamano na uwajibikaji. Sherehe za jadi zilihusisha ngoma, nyimbo na mavazi ya asili yaliyovaliwa katika matukio muhimu kama vile harusi, mavuno na sherehe za kijamii. Lakini pia Wakinga walikuwa na ngoma zao, ngoma za asili ambazo hizo hazikuwa burudani pekee, bali pia zilitumika kufundisha historia, maadili na kuunganisha jamii. Kadri miaka ilivyopita, Wakinga wameendelea kubadilika. Wengi wamepata elimu, wameingia katika biashara, ajira na shughuli mbalimbali maendeleo, huku wakiendelea kuthamini utamaduni wao. Leo unaweza kuwakuta Wakinga katika maeneo mengi ya Tanzania wakitoa mchango mkubwa katika uchumi wa maendeleo ya taifa. Historia ya Wakinga inaonyesha kwamba mafanikio hujengwa kwa bidii, umoja na kuheshimu utamaduni. Ni mfano wa jamii inayoweza kuhifadhi utambulisho wake huku ikiendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Asante kwa kufuatilia simulizi hii. Kama unapenda kujifunza historia ya makabila mbalimbali ya Tanzania, endelea kufuatilia Mbantu Media kwa sababu hadithi zetu ndiyo utambulisho wetu. Mimi ni David Kiluzia, Singida Icon.